naitwa Margaret Sanga. Margaret Sanga. Sanga. Umejisikiaje leo ujio wa wageni ambao wamekuja kwa ajili ya support au kushika mkono kufikia mgonjwa wako ambaye ana changamoto? Nawashukuru, Mungu awabariki, awarudishie walipopunguza, maana wamenisaidia parefu kuhusu mtoto wangu, maana hana msaada, alikuwa hana msaada wa kumsaidia. Alizaliwa mwaka gani? Na miaka 26. Na alizaliwa akiwa hali hii ambayo yuko nayo sasa hivi au kuna tatizo ambalo alikutana nalo? Mimi huyu ni mjukuu, mtoto wa binti yangu. Binti yangu alikufa, mwacha mdogo. Kwa hiyo mimi ndio nimeanza kuhangaika naye, tembea naye kwenye mahospitali, kwenye maombi. Nimezunguka sana mpaka nimeenda Inuka. Kwa hiyo ndio hivyo, saa hizi ndio nimesimama tu, nampa dawa tu walizoniandikia. Tatizo lake kubwa ni nini? Sana wanasema ni utindi wa ubongo. Na mahitaji gani ambayo unayaona kabisa unayakosa, unatamani kupata msaada? Nachotamani kupata msaada hapa ni dawa, kwa sababu dawa anatumia za gharama sana. Gharama kwa wiki anatumia dawa za shingapi au kwa mwezi za shingapi? Yaani kwa siku anakunywa vidonge vitatu vya shilingi 4,000 kwa siku. Ya shilingi 4,000. 4,000 kwa siku. Kwa hiyo jitihada zako mpaka yaani anakunywa vidonge vya 400. 400 ndio kwa siku. Kwa siku. Okay. Kwa hiyo mahitaji makuu sasa tuambie unayohitaji, bima kitu gani labda? Sasa ndio nilikuwa naomba kama inawezekana nipewe bima, pengine dawa hizo nitakuwa nachukua sehemu kwenye hospitali, sijui watanisaidia wapi, sielewi. Maana mimi nanunua kwenye maduka tu ya watu wanayeuza. Okay. Na mara ya mwisho ni lini ambapo tulienda hospitalini? Baada hapo tulivyoona uchumi unatusumbua hatujaenda tena. Saizi na miaka kama 3 hivi sijaenda, maana nilikuwa naenda Kibena. Nikifika Kibena wananiambia nenda ukanunue duka lile pale. Naandikisha kwenye mapokezi, nitakapoenda wananiambia kachukue kwenye duka lile pale. Ndio unaenda kwenye duka unanunua. Baadaye nikaona sasa naishiwa, sina hela. Ndio nikasema basi dawa walizoniandikia Inuka ndio naendelea nazo mpaka sasa. Wakubariki sana kwa moyo huo. Kwa hiyo huyu ni mjukuu? Mjukuu, mtoto wa binti yangu. Binti yangu alikufa, alishafariki. Pole sana mama. Asante. Na tumaini kupitia wadau ambao wanatutazama kupitia kipindi hiki wapo watakaojitokeza, na Mungu akupe neema, akupe hekima zaidi kwa upendo ambao unazidi kuonyesha kwa mgonjwa. Asante mtazamaji wa Siri Yetu TV, tuko na mama yetu hapa. Umesema unaitwa nani? Margaret Sanga. Margaret Sanga akiwa na uguza mjukuu wake. Hatujapenda kuonyesha picha za mgonjwa kulingana na hali alionayo, lakini ni mtu ambaye hatembei wala hasimami. Kwa hiyo mtu yote ambaye anaweza kuguswa kupitia hii, kilio chake ni kupata bima. Kilio chake ni kupata bima. Kwa hiyo yeyote ambaye anaweza kuguswa, tunaweza kuwasiliana na tukaweza kumsaidia mgonjwa wetu na akapata huduma kama kawaida.